Naam, habari za wakati huu ndugu wapenzi wa wafuatiliaji na watazamaji wa chaneli yetu ya Mutafarm. Karibuni tena, leo ni siku nyingine. Kwa majina naitwa Hamadi Haruna Kigufa. Niko hapa mbele yenu kama mtaalamu wa Mutafarm. Nichukue nafasi hii kwanza kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutufikisha siku ya leo, lakini pia nichukue nafasi hii kukukaribisha ndugu mdau mfugaji, lakini pia wewe ambaye ni mtarajiwa mfugaji au ambaye unatumia maudhui haya kama sehemu ya kujifunza ili siku moja na uwe kama sisi. Karibu sana. Sasa ni muda mrefu kidogo tumekuwa hatujaonesha mazingira yetu ya shamba letu la asili, kwa maana kuku wetu hawa wa layers. Na leo kama tunavyoona tuko bandani, kama tunavyoona kuku wetu hapa, tunaendelea na uzalishaji, lakini pia tunaendelea na shughuli zetu kama kawaida. Sasa kupitia hilo ni kwamba mpaka sasa kuku wetu wamefikisha wiki ya 45, wiki ya 45. Na hii ni kutokana kwamba kuku wetu waliingia toka mwaka jana mwezi wa 5, kwa hiyo mpaka sasa hivi wamefikisha wiki 45. Sasa katika kuongezea hapo, au kitu ambacho ningejaribu kukizungumzia hapo ni kwamba wajua kuku wanapokuwa wanazidi, umri unavyozidi kuongezeka, hata performance huwa inashuka. Lakini hii iko tofauti na kwa upande wetu. Licha ya kwamba kuku wetu umri unazidi kuongezeka, lakini in term of performance bado iko vizuri sana ya utagaji wa mayai. Na hii siri ya hii ni nini? Siri ya hii ni kwamba hii kwa asilimia kubwa inatokana na sababu za kibiolojia, kwa maana ya aina ya kuku, yani mbegu husika ya kuku. Lakini mbegu aina husika ya kuku ambayo ni common factor kwa wafugaji wengi, kuna issue ya usimamizi wa kuku wako. Hapo ndio tunatofautiana. Kwa kupitia hilo ni kwamba kuna uwezekano mfugaji A na mfugaji B wakachukua kuku wa aina moja kutoka kwenye kampuni moja, lakini the way watakavyowasimamia, the way watakavyowamanage mpaka kufikia uzee wao au mpaka watakavyofikia kikomo cha utagaji wao, ndio watakapotofautiana. Na kupitia sababu hiyo ndio itatofautisha umri wa kwamba kuku gani atafikia kikomo cha kutaga kwa muda gani na kuku gani atafikia kikomo cha kutaga kwa umri gani. Kwa asilimia kubwa wengi huwa wanafikia kama mwaka 1.5, mwaka 1 na miezi 8, lakini sisi kwa upande wetu tuna mategemeo makubwa kwamba tukaenda nao mpaka mwaka 1 na miezi 9 mpaka miaka 2. Na hii ni kwa nini? Kwa sababu kama nilivyosema kwamba kwa namna ambavyo tumewasimamia, kwa namna ambavyo tunawajali kuku wetu, tunawapatia vitu vyote ambavyo vinastahili, chakula kizuri, maji na mazingira yote kwa ujumla wake, mwisho wa siku tuna expect kwamba tunaweza tukakaa nao kwa zaidi ya mwaka 1 na miezi 9 mpaka miaka 2 wakiwa na utagaji ambao utakuwa unatupa faida. Na hili linawezekana, na sababu kubwa ni kwamba kwanza kufanya management zote ziwe practical management kama inavyotakiwa. Lakini zaidi ya hapo, kitu ambacho ni cha pekee ambacho nataka kushauri ni kupunguza matumizi ya antibiotics. Tumia pale inapotakiwa. Kama kuku wako hawaumwi, hakuna sababu ya kutumia madawa. Haya madawa ni mazuri ndiyo, kwa sababu yanatusaidia katika kuondoa changamoto mbalimbali shambani kwetu, lakini yanapotumika pasina sababu za msingi au pasina kufuata zile sheria na taratibu za matumizi ya hayo madawa, huwa pia ni sumu, naweza kusema hivi, ambayo kwa namna moja au nyingine inapunguza lifespan ya kuku, lakini pia na production ya kuku. Kwa kupitia hilo, ningependa uchukue hilo iwe ni somo au nafasi ya kwenda kujifunza kwenye project zako. Kwa majina naitwa Hamadi Haruna Kigufa, ni mtaalamu kutoka Mutafarm. Karibuni tena. Kwa wale ambao unaangalia kwa mara ya kwanza, subscribe account yetu,
ili uwe wa kwanza kupata content zetu pale tunapokuwa unazitoa. Lakini pia kwa wewe ambaye tayari umesha subscribe YouTube channel yetu, tafadhali tuoneshe hapo kwamba nini swali lako au umependezeshwa na kipi, lakini pia like na kushare content zetu kama ishara ya upendo. Karibuni sana Mutafarm, kwa heri ni kwa sasa.